Imani katika muonekano wa umbo nini? Dogo sana, lakini inaweza kuleta matokeo makubwa kuliko uwezo kufikiri. Kwa hiyo imani, kuna sababu tunasemana ka imani kadogo. Mungu anaanza na kile kidogo ulicho nacho, anaanza na imani dogo ulio nayo. Ile hatua ulianza kuona Mungu anaweza kunisaidia nimkimilie, hiyo ni imani kama punje ya haradali, inaweza kuhamisha milima iliyo kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu tuangalie fundisho la Yesu kwenye kitabu cha Mathayo. Nisomee mtumishi wa Mungu, nisomee hapo kwenye Mathayo, nisomee imani kama punje ya haradali, imani kwenye umbo dogo kama punje ya haradali. Mathayo 17 na mstari wa 20. Mathayo 17 na mstari wa 20. Imani katika umbo dogo. Amina. Usije ukaidharau imani ulio nayo. Hata kama kuna mtu anataka kumwombea, usidharau imani ulio nayo. Ile imani unaona ni kadogo sana. Pengine angekuja mwinjilisti au mchungaji au mtume, angeza kumwambia mwanangu, hoha, kale ka imani kadogo liko nako kama punje ya haradali, ukimwamini Mungu aliye mbinguni, imani hiyo itaamsha mlima mkubwa. Naomba nisome hapa mtumishi wa Mungu, nisome hapa Mathayo 17 mstari wa 20, imeandikwa. Amen. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa sababu ya nini? Ya upungufu wa imani yenu. Unaona shida? Hebu sema shida sio Mungu, wala sio Yesu, wala sio kanisa. Ni nini? Upungufu wa imani yako. Upungufu, imani inapungua. Na inapunguzwa na nini? Nakwambia baadaye. Kuna mawakala wa shetani, watu duniani kule, ambao kazi yao ni kuchomoa imani ndani ya watu. Wale ndio wanakuambia, mbona siku hizo umependeza hivi? Mbona siku hizo unaonekana una hela hivi? Unasema ni Bwana tu. Yaani Yesu peke yake, wewe acha na dunia, Yesu peke yake. Neno analokuambia mtu leo ni mbegu imepandwa kwenye udongo mzuri. Liwe neno jema au neno baya, kuna siku litatoa matunda yake. Ndio maana shetani anajua mwanadamu hana nyakati za mema tu, kuna nyakati pia za magumu. Sasa anakupandia mtu neno, wewe acha. Ukiona kaneema kamekuja hivi, usikaache. Na unajihangaikia. Unajua Mungu anakusaidia, ni kweli, sikatai. Na unajisaidia. Ukiona umeomba kahera kamepatikana, kimbia kwa mganga, weka ukakinga. Wewe unasema mimi namtumaini Mungu. Ndugu yangu, utanikumbuka. Lile neno linatulia. Mambo yakianza kuyumba, yale maneno yule mtu anaanza kusema kwenye akili yako. Uliambiwa kuna siku utaharibikiwa. Uliambiwa, naona sasa, wahi kwa mganga kabla mambo hayajaribika. Kimbia weke kinga. Kimbia. Kimbia uoge mikosi. Kimbia uoge balaa. Kimbia. Ndio unaona mtu wa Mungu amechepuka kwenye njia ya imani thabiti, ameanza kwenda kwa waganga kisirisiri usiku. Wenye dini hawaendaji mchana kwa mganga, wanaenda usiku wamejigubika makoti meusi tena, makofia na mamiwani, wamebana maswaks na magloves wasije wakaonekana. Na anamwambia mganga, mimi mtu wa dini, kwa hiyo naomba wateja wako wote wakiisha unipigie simu. Anaye mganga anajua nimepata ng'ombe mnono wa kuchinja. Anamwambia mteja, kaaga tu maeneo jirani. Wameshapo njoo usiwe na wasiwasi. Ishu sio watu kukuona, ishu ni Mungu atakuonaje.